Unawajua omba-omba wewe? Leo nimekuletea siri ya baadhi ya omba-omba tulionao mitaani kwetu. Ni simulizi inayoitwa Omba-omba wa Jiji. Mtunzi ni Alex Kalinga. Jiji lilikuwa na kelele zisizo na mwisho. Magari yakipiga honi, wauzaji wakipaza sauti zao, na milio ya muziki wa barabarani ikichanganyika na makelele ya watu waliokuwa wakihangaika. Kwenye kona moja ya jiji, karibu na taa kubwa za barabara, alikaa mtu ambaye kwa macho ya wengi alionekana ni omba-omba wa kawaida. Alivaa nguo zilizochakaa, suruali yake ilikuwa na viraka vya kila rangi, na shati lake lilikuwa na mashimo yaliyokuwa yakionyesha ngozi yake iliyokauka. Mguu wake wa kushoto ulikuwa na kiatu kimoja kilichochakaa sana, huku mguu wa kulia ukiwa umeachwa wazi kana kwamba alikuwa amepewa zawadi ya mateso na dunia. Jina lake halisi halikujulikana. Wengine walimuita Mzee Mlalo, wengine walimuita Baba wa Vumbi, lakini jina alilopendelea mwenyewe lilikuwa Ombwe, kwa sababu aliamini maisha yake yalikuwa ni shimo lisilo na mwisho. Shimo la kuomba na kula duni. Lakini ndani ya macho yake kulikuwa na kitu ambacho watu wachache walikiona. Macho yake yalikuwa na mwangaza wa ajabu. Mwangaza wa kivuli na nuru kwa wakati mmoja. Mwangaza huo haukuwa wa kawaida kwa sababu ulikuwa ni ishara kubwa aliyobeba siri. Kila siku watu walimpa pesa. Si kwa sababu walimpenda sana, bali kwa sababu walihisi huruma ya ghafla isiyokuwa ya kawaida kila walipokutana naye. Ilikuwa kana kwamba kitu ndani yao kinawalazimisha kutoa. Mara nyingine hata wale wasio na tabia ya kutoa pesa kwa omba-omba walijikuta wameshatupa sarafu au noti bila kufikiria. Lakini watu hawakujua siri iliyokuwa ikifanyika pale. Wakati mkono wao unapotupa pesa kwenye kikopo chake cha chuma, mwanga wa ajabu ulionekana kwa macho ya rohoni tu. Ombwe alikuwa akichukua kitu kisichoonekana, nyota ya mtu huyo. Nyota katika ulimwengu usioonekana ndio chanzo cha baraka za mtu, mafanikio yake, afya na hata maisha ya baadaye. Na Ombwe alikuwa na nguvu ya pekee. Alipokea sadaka za watu, na kwa kila sadaka hiyo, nyota ya yule aliyetoa ilihama kidogo kidogo kutoka kwake na kuingia mikononi mwa Ombwe. Kwa macho ya kawaida, Ombwe alikuwa maskini, lakini kwa macho ya kiroho alikuwa tajiri wa nyota za maelfu ya watu. Na kila jioni alipomaliza kuomba, hakukwenda kulala mitaani kama omba-omba wengine. Hapana. Alipotea katika vichochoro virefu, akapanda mabasi ya usiku na kuingia sehemu ambazo watu wa kawaida hawakuthubutu kuingia. Aliingia kwenye majumba ya kifahari, akibisha milango ya mabwana wakubwa wa jiji. Na humo aliwapa kitu walichokuwa wakikitafuta kwa hamu: nyota za watu. Mara jua lilipotua, Ombwe alikusanya kikopo chake kilichojaa sarafu na noti. Lakini kwake zile pesa hazikuwa na thamani kubwa. Kilicho muhimu kilikuwa ni mwanga wa nyota uliokuwa umefungwa kwenye zile sarafu. Alitembea taratibu kuelekea mtaa wa kifahari, ambapo taa za ulinzi na walinzi wenye bunduki walilinda majumba makubwa. Mtaa huu ulikuwa tofauti kabisa na kona za jiji alizotumia mchana wake. Hapa kulikuwa na utulivu, magari ya kifahari na watu waliovaa suti wakionekana kana kwamba walizaliwa kuamrisha dunia. Ombwe alifika kwenye jumba moja jeupe lenye lango kubwa la chuma. Aligonga mara 3, mlango ukafunguliwa bila kuulizwa jina lake. Walinzi walimjua, wakamruhusu apite kana kwamba walikuwa wakimpa heshima fulani. Ndani, kwenye sebule kubwa iliyokuwa na viti vya ngozi na shandelia kubwa, aliketi mtu mmoja aliyekuwa maarufu kwa siri, Bwana Kaguta. Mtu huyu hakuwa mfanyabiashara wa kawaida. Alimiliki kampuni kubwa, majumba, magari, lakini chanzo cha nguvu zake hakikujulikana na wengi. Alipomwona Ombwe alitabasamu kwa jicho moja. "Karibu tena, Baba wa Vumbi," alisema kwa sauti nzito. Ombwe akatabasamu, akatoa kikopo chake, lakini ndani badala ya sarafu na noti, sasa kulikuwa na mwanga unaong'aa,
mwanga wa nyota za wale waliompa pesa mchana kutwa. Kaguta akanyoosha mikono yake akapokea ule mwanga. Ghafla uso wake ukabadilika. Alionekana kama mtu anayeongezewa nguvu, kama anavyoongezeka umri wa uhai. Alionekana mchangamfu, macho yake yakameremeta kana kwamba alipewa nguvu mpya. Umekuwa mzuri leo, Kaguta alisema. Nyota hizi ni safi sana. Wengine walitoa kwa moyo wa huruma, na huruma ndiyo nyota yenye thamani kubwa zaidi. Ombwe alicheka kwa sauti ya chini. Wanadhani wananiokoa, kumbe wanajiuza wao wenyewe. Kaguta akampatia bahasha nzito iliyokuwa na pesa nyingi. Ombwe hakuzihesabu kwa sababu kwake hizo pesa hazikuwa na maana zaidi ya kifaa cha maisha ya kawaida. Kilicho muhimu kwake kilikuwa ni mwendelezo wa biashara, kuchukua nyota kutoka kwa wengi na kuzihamishia kwa wachache. Na huku dunia ikilala gizani, biashara hii iliendelea. Watu wa kawaida walizidi kupoteza baraka zao. Walipoamka kesho yake walihisi uchovu, matatizo, kushindwa kwenye biashara au ndoa zilizovunjika. Hawakuelewa kwa nini maisha yao yanazidi kuwa magumu. Lakini matajiri waliokuwa na nyota nyingi walizidi kufanikiwa, kufurahi na kushinda. Na katikati ya haya yote, Ombwe aliendelea kucheka kimya kimya, akifurahia siri aliyokuwa akiishi nayo. Asubuhi ilipochomoza, jiji lilianza tena kelele zake. Lakini katikati ya umati wa watu, mambo ya ajabu yalianza kuonekana. Mama mmoja aliyeuza matunda sokoni alihisi ghafla uchovu uliomzidia. Alijaribu kuinua ndoo ya maembe, lakini mikono yake ilitetemeka kana kwamba imeondokewa na nguvu. Kijana aliyekuwa na ndoto za kufungua biashara ya nguo akapoteza mteja wake mkubwa ghafla bila sababu. Mwanafunzi mmoja aliyekuwa na akili kali sana ghafla akawa hawezi kukumbuka chochote shuleni. Wote walikuwa na kitu kimoja kinachofanana, walikuwa miongoni mwa waliotoa pesa kwa Ombwe jana. Lakini hawakujua kilichotokea. Kila mmoja alihisi tu kana kwamba bahati imewatelekeza. Wengine walisema ni laana, wengine waliona kama ugonjwa wa kawaida. Hakuna aliyejua kwamba nyota zao zilikuwa zimehama kimya kimya na sasa zilikuwa zikimetameta kwenye makabati ya siri ya matajiri. Ombwe kwa upande wake alikaa tena kwenye kona yake akitabasamu. Aliwaona wale waliompa pesa jana wakipita mbele yake wakiwa wamechoka na kusumbuka. Alihisi fahari ya giza. Wamepoteza mwangaza wao, alinong'ona. Na bado wananiletea zaidi. Wanadhani pesa wanazotoa ni ukombozi, kumbe ndizo funguo za minyororo yao. Macho yake yalipoangaza, aliona kwa mbali msichana mdogo akimkaribia. Alikuwa na umri wa miaka 12 hivi, macho yake yakimetameta kwa furaha ya utoto. Mikononi mwake alishika sarafu ndogo. "Baba, chukua hii," msichana alisema kwa sauti yenye upole. Ombwe alihisi moyo wake ukitingishika kwa sekunde moja. Hii haikuwa huruma ya kawaida, hii ilikuwa moyo safi. Alipochukua ile sarafu, mwanga ulioingia kikoponi mwake ulikuwa mkali zaidi ya kawaida, uliunguza ndani yake kana kwamba umemwasha moto. Alipomtazama msichana yule, aliona nyota yake ilikuwa kubwa na yenye thamani isiyoelezeka. "Nyota safi kabisa," alijisemea. "Hii ikifika kwa Kaguta, atakuwa na nguvu zisizo na kifani." Lakini kwa mara ya kwanza, Ombwe alihisi hofu ndogo. Kwa sababu mwanga huu haukuleta tu nguvu, ulileta pia sauti ndani ya nafsi yake, sauti iliyouliza, "Je, una uhakika njia hii ndiyo mwisho wako?" Usiku ulipoingia, Ombwe hakusubiri muda mrefu. Alikusanya kikopo chake na kuelekea tena kwenye makazi ya kifahari ya Bwana Kaguta. Lakini safari ya leo ilikuwa tofauti. Alipofika, hakukutana tu na Kaguta, bali pia na kundi la watu waliovaa mavazi meusi. Wengine walikuwa wanasiasa maarufu, wengine walikuwa wafanyabiashara wakubwa wa jiji. Wote walikusanyika sebuleni kana kwamba walikuwa wakishiriki ibada ya siri. Chumba kilikuwa na mwanga hafifu wa mishumaa. Harufu ya ubani ilijaa hewani. Katikati kulikuwa na meza kubwa ya mawe, juu yake kukiwa na sanamu ndogo ya shaba yenye macho mekundu.
Kaguta alimtazama Ombwe na kusema, leo tutafanya sherehe ya kipekee. Nyota ulizokusanya leo ni muhimu sana. Mojawapo ni nyota safi kabisa, tunaweza kuitumia kuongeza nguvu za kila mmoja wetu. Ombwe alinyoosha kikopo chake. Mara mwanga uliojaa ndani yake ukatoka na kuzunguka chumba. Mishumaa ikazimika na mwanga wa nyota ukaangaza ukuta mzima. Wale matajiri walisujudu, wakaanza kuimba maneno ya ajabu. Walihisi nguvu mpya zikiingia ndani yao. Wengine walihisi kana kwamba wamepunguzwa miaka ya uzee, wengine walihisi akili zao zikichanua zaidi, na wengine waliona picha za biashara zitakazowapa mabilioni. Lakini kulikuwa na tofauti. Nyota ya yule msichana mdogo ilipoanza kuzunguka hewani, chumba kizima kikajaa nuru ya ajabu. Ilikuwa nuru yenye upole, yenye upendo, tofauti na ile ya kawaida ambayo Ombwe aliwahi kutoa. Kwa ghafla, mmoja wa matajiri alizimwa. Alipiga kelele na kuanguka chini, damu ikitoka puani mwake. Nyota hii ni ngumu, Kaguta alionya. Ni safi sana, haitaki kuunganishwa na uchafu wetu. Ombwe alitazama kwa hofu. Hii ilikuwa mara ya kwanza kuona nyota ikipinga kubebwa. Ilikuwa kana kwamba roho ya msichana yule inakataa kufanywa biashara. Kaguta akamgeukia Ombwe kwa hasira. Umefanya nini? Kwa nini umeniletea nyota ya aina hii? Ombwe alijaribu kujitetea. Nilichukua kama kawaida. Sikujua itakuwa tofauti. Kaguta akakaza taya. Usicheze na mimi, baba wa vumbi. Nyota safi zinaweza kuua mtu asiyejiandaa, lakini pia zinaweza kutoa nguvu za kutawala nchi nzima. Kuanzia leo, hutachukua tena pesa za hovyo hovyo. Utatafuta wale wenye nyota safi pekee. Watoto, wasafi, watu wenye mioyo ya dhati. Hizo ndizo tunahitaji. Maneno hayo yalimgusa Ombwe kama upanga unaochana moyo. Kwa mara ya kwanza, alihisi kwamba alimwacha shetani amchukue mbali zaidi kuliko alivyotarajia. Siku zikapita na mambo yakaanza kubadilika jijini. Watu waliokuwa wakimpa Ombwe pesa walijikuta wakizidi kupoteza furaha zao. Wengine walipata magonjwa yasiyoelezeka, wengine walipoteza kazi, na wengine ndoa zao zikavunjika ghafla. Ilikuwa kana kwamba giza lilikuwa linazunguka maisha yao. Lakini upande wa pili, matajiri waliokuwa wakinunua nyota walizidi kuongezeka kwa utajiri. Kampuni zao ziliendelea kustawi, mikataba mikubwa ikasainiwa na majina yao yakawa gumzo kila kona ya jiji. Watu waliwashangilia bila kujua siri iliyo nyuma ya mafanikio yao. Hata hivyo, Ombwe alianza kugundua jambo la ajabu. Kila aliposhika nyota safi, hasa zile za watoto, mwili wake ulitikisika kana kwamba anapokea mshtuko wa umeme. Ndani yake kulikuwa na sauti inayomkumbusha kuwa anavuka mstari wa mwisho. Usiku mmoja alipokuwa akirudi nyumbani, Ombwe alijikuta anaona ndoto. Ndoto hiyo ilikuwa tofauti na zote alizowahi kuona. Aliona jiji lote likiwa limezama gizani na juu ya anga hakukuwa na nyota hata moja. Watu walikuwa wakilia, wakipapasa giza bila mwongozo. Ndipo sauti nzito ikamwambia, wewe ndiye uliyeteketeza mwangaza wao. Kwa mkono wako nyota za wengi zimepotea. Lakini fahamu, nyota hazifi, zinakusanya deni, na deni hili utalipa. Ombwe aliamuka akivuja jasho. Kwa mara ya kwanza alihisi hofu ya kweli. Wiki moja baadaye, yule msichana mdogo aliyempa sarafu alirudi tena pale barabarani. Ombwe alimwona kutoka mbali. Moyo wake ukadunda kwa hofu na hamu kwa wakati mmoja. Msichana yule hakuwa na hofu. Alimwangalia Ombwe moja kwa moja machoni na kusema, "Baba, nimekuona kwenye ndoto." Ombwe akashangaa. "Umeniona?" "Ndiyo," msichana akasema. "Ulikuwa kwenye giza, lakini ulilia. Niliona nyota nyingi zikiwa zimefungwa mikononi mwako, lakini nyota hizo zilikulilia pia." Ombwe alitetemeka. Hakujua jinsi ya kujibu. "Una jina gani?" aliuliza. "Naitwa Nuru," msichana akajibu kwa sauti yenye utulivu.
Jina hilo lilimgonga moja kwa moja moyoni. Nuru, jina lililobeba maana ya mwangaza, kitu ambacho yeye mwenyewe alikuwa amekuwa akiiba kutoka kwa wengine. Usiku huo Ombwe hakwenda kwa Kaguta. Badala yake alitembea mitaani akiwa amebeba kikopo chake kilichojaa mwanga wa nyota. Kila alipofikiria kumpa Kaguta, alihisi mwili wake unatikisika. Alijua kwamba nyota ya msichana yule, Nuru, ilikuwa tofauti, lakini alichanganyikiwa. Kama hatampelekea Kaguta, atakabiliana na hasira ya mabwana wakubwa, na kama atampelekea, atahisi amesaliti kitu ambacho hakielewi vizuri, lakini kinamuita ndani yake. Alikaa kando ya mto, akaangalia maji yakipita, na mara akasikia sauti ya msichana yule kichwani mwake. Baba, nyota si zako, umezihifadhi tu, lakini mwangaza wao utarudi kwa wenyewe. Usiporuhusu, utachomwa nao. Kwa mara ya kwanza, Ombwe alihisi machozi yakimtoka. Aliuliza kimya kimya, lakini nawezaje kurudisha nyota? Nimezichukua kwa miaka mingi, sijui njia ya kuzirudisha. Maji ya mto yakameremeta kwa muda, kana kwamba yalimjibu, lakini hakusikia majibu ya wazi. Ombwe alikaa kwenye kona ya barabara usiku mzima, akitafakari maneno ya Nuru. Moyo wake ulikuwa mzito, kama linaanza kuchukua hatua kubwa ya kugeuza maisha yake. Hadi sasa alikuwa amekuwa msafirishaji wa giza, akikusanya nyota na kuzipeleka kwa matajiri. Lakini sasa sauti ya msichana mdogo ilikuwa ikimwita kurekebisha makosa aliyoyafanya. Alianza safari yake ya kwanza ya hatari, kurudisha nyota kwa wenyewe. Lakini hili halikuwa rahisi. Kila nyota ilikuwa ndani ya bahasha ya nguvu, kulindwa kwa siri na uwezo wa matajiri wakubwa. Alihitaji mbinu, subira na hila zisizo za kawaida. Aliingia kwenye jumba la Kaguta akiwa na kikopo chake cha mwanga, sasa kikijaa na mwanga wa nyota zilizopotea. Kila hatua aliyochukua kulikuwa na hisia ya hatari. Walinzi walitokea ghafla, milango mikubwa ilifungwa kwa nguvu, na ndoto zake zikaanza kuashiria mapambano yasiyoonekana. Lakini alijua kitu: nyota safi kama ile ya Nuru hakuwa na nguvu kamili kwa mabwana wa giza. Waliokuwa na mioyo safi na moyo wa dhati walikuwa na silaha isiyoonekana, na Ombwe alikuwa tayari kutumia nguvu hiyo. Mbele yake aliona kikundi cha matajiri wakipanga mikutano mikubwa, kila mmoja akionyesha nyota zake kama alama ya utajiri. Ombwe alitumia ujanja. Alipofanya haraka, mwanga wa nyota uliibuka ghafla, wakamfanya matajiri hao kuangukia kwenye usingizi wa dhahiri, wakipoteza fahamu kwa muda mfupi. Hii ilikuwa nafasi ya Ombwe kuchukua nyota na kuziweka kwenye kikopo chake. Alipochukua nyota, alihisi nguvu yake ikipungua kwa sekunde moja. Lakini kwa mara ya kwanza, alihisi amani ndani ya moyo wake. Haikuwa nguvu ya mali wala utajiri, ilikuwa amani ya haki. Lakini hatari haikuishia hapo. Kaguta alipoamka kutoka kwenye usingizi wa ghafla, aliona nyota zake zikipotea. Alilia kwa hasira, akipiga milango ya chuma kwa nguvu. Matajiri wenzake walikasirika, wakimfahamisha kuwa kulikuwa na kiziwi kinachoharibu hila zao. "Ni nani aliyojaribu kunihujumu?" Kaguta alilia. "Ni Ombwe," mmoja aliwahi kusema kwa woga. "Baba wa Vumbi amechukua nyota zetu." Lakini mara hii ilikuwa tofauti. Ombwe hakuwa yupo ili kuomba huruma wala pesa. Alikuwa tayari kumaliza hila ya giza. Alienda kwenye mlango wa Kaguta, akitumia mwanga wa nyota ambazo alikuwa amezikusanya, zikimfanya aonekane kama kiumbe cha giza na mwanga kwa wakati mmoja. Matajiri walijaribu kumkimbiza, lakini mwanga wa nyota safi ulikuwa mkali mno. Walikimbia wakilia, huku nyota zao zikibadilika na kurudi kwa wenyewe. Ni pale Ombwe alipoona kuwa nyota za kila mmoja hazikuhitaji hifadhi ya giza, zilihitaji tu mtu wa kuzipa uhuru. Usiku uliofuata, jiji halikulala. Habari zilisambaa kwa kasi isiyo ya kawaida. Baba wa Vumbi amewageuka matajiri. Ameanza kurudisha nyota zetu.
Kwa mara ya kwanza, watu wa kawaida walipata tumaini jipya. Waliamini labda giza lilokuwa likiwakandamiza kwa miaka mingi lingeweza kushindwa. Lakini upande wa pili, matajiri waliokuwa wamezoea kutumia nyota za wengine walikasirika kuliko wakati wowote ule. Kaguta, kiongozi wao, alikusanya kundi la wachawi na waganga wa siri. Chini ya jua lililokufa, kwenye jumba lenye kuta nyeusi, walifanya sherehe ya giza. Walitoa kafara, wakachora alama ardhini kwa damu na kuapa kwamba Ombwe hatapumua tena. Lakini Ombwe hakuwa yule yule wa zamani. Nyota safi alizokuwa amezikusanya, hasa ile ya nuru, zilimpa uwezo wa kuona mbele zaidi. Aliota ndoto akiona vita vinavyokuja, mapambano si ya damu tu, bali ya roho na mwanga. Aliposimama kwenye mlango wa jiji, alihisi upepo mkali ukipuliza, kana kwamba dunia nzima ilijua vita vya mwisho vinaanza. Matajiri walitokea, wakiwa wamevalia mavazi ya giza, macho yao yakimetameta kwa hasira. Kila mmoja alishikilia nyota iliyosalia, mwanga mdogo uliokuwa bado haujarudi kwa wenyewe. Waliunganisha nyota hizo, zikawa kama radi kubwa ya giza, tayari kumwangamiza Ombwe. Lakini kabla hawajashambulia, Nuru alisimama mbele yake. Macho yake madogo yalimetameta zaidi ya jua. Alinyosha mkono wake mdogo na mwanga uliojaa upendo ukaenea angani. Nyota haziumizi, alisema kwa sauti ya utulivu. Zimeumbwa kuongoza, sio kufungwa. Mwanga wa Nuru ukaunganishwa na nyota zingine safi ambazo Ombwe alirudisha. Kwa hafla, radi ya giza ya matajiri ilivunjika vipande vipande. Mishumaa yao ilizimika, alama zao za damu zikapotea. Kaguta alipiga kelele ya hasira, "Haiwezekani! Hakuna anayeweza kuishi bila nguvu zetu." Lakini wakati huo, mwanga uliojaa huruma ukamfunika. Alijaribu kupinga, lakini giza lake lilianza kuteketea kutoka ndani. Alilia, akapiga kelele na hatimaye akaanguka chini, akiwa kivuli cha mtu aliyewahi kutawala jiji. Matajiri wengine walikimbia, lakini walipojaribu kukimbiza nyota, mwanga uliwakimbilia wenyewe. Nyota zilirudi kwa watu wake na giza likabaki tupu. Baada ya vita hivyo, Ombwe alikaa kimya kwenye kivuli cha mti mkubwa. Alikuwa amechoka, lakini ndani yake kulikuwa na utulivu ambao hakuwahi kuupata. Watu walimzunguka, wakishangilia kwamba nyota zao zimerudi. Lakini yeye alijua kitu ambacho wengine hawakujua. Alionekana mshindi, lakini hakutakaswa kikamilifu. Miaka yote aliyokuwa akikusanya nyota, alibeba deni kubwa la roho zilizoteseka. Nuru alimkaribia akamshika mkono. "Baba, bado unaweza kuokolewa. Mwanga bado unataka kukuponya. Lakini lazima ukubali kuachilia kila kitu." Ombwe akamwangalia kwa macho yenye machozi. "Naweza kuachiliaje, mtoto? Nimekuwa nikila kwa giza. Nani atanisamehe?" Nuru akatabasamu akasema, "Mwanga husamehe kila mara, lakini lazima ukubali kufa kama Ombwe na kuzaliwa kama mtu mpya." Maneno hayo yalimgusa moja kwa moja rohoni. Alipiga magoti, akainua mikono juu. Ghafla mwanga wa nyota uliojaa ndani yake ukaanza kumzunguka. Miili ya kiroho ya wale watu waliokuwa amewaibia ikatokea, kila mmoja akimwangalia kwa macho yenye huzuni na msamaha. "Samahani," Ombwe alinong'ona. "Samahani kwa nyota zenu." Mwanga ukazidi kuongezeka hadi mwili wake ukaanza kupotea taratibu. Watu waliokuwa wakimtazama waliona kama anayeyuka kwenye mwanga wa asubuhi. Hatimaye alitoweka kabisa, akibaki tu kikopo cha chuma kilichotupu. Nuru aliokota kikopo hicho, akakishika mikononi mwake. "Hakuna tena baba wa uvumbi," alisema, "lakini kuna mwanga mpya kwa wote." Watu walitulia, wakajua kwamba hadithi ya ombaomba aliyekuwa akiiba nyota imefika mwisho. Ilikuwa simulizi ya kutisha, lakini pia yenye mafunzo. Maisha ya mtu yanaweza kuharibiwa kwa tamaa za wachache, lakini mwanga wa ukweli hauwezi kufungwa milele. Na kuanzia siku hiyo, jiji lilianza kuishi kwa namna mpya. Watu walipokuwa wakitoa sadaka au kusaidia,
Walifanya kwa moyo wa dhati, wakijua kwamba nguvu ya kweli iko kwenye moyo safi, si kwenye hila za giza. Tumefikia tamati ya simulizi yetu inayoitwa Omba Omba wa Jiji.